na tutaendelea kusafisha mito yote ambayo imejaa mchanga, lakini tukihamasisha wananchi kuhakikisha kwamba tunaishi kirafiki na vyanzo vyetu vya maji, kwa maana ya shughuli zile ambazo zinatiririsha udongo na shughuli ambazo zina athari au zinahatarisha vyanzo vyetu, kilimo na shughuli mbalimbali hasa za ufyatuaji wa tofali, shughuli za uchenjuaji wa madini ambao unafanyika karibu na vyanzo vya maji. Hivi vyote ndio chanzo cha mito mingi kuja mchanga na kuja udongo. Tulipo hapa ni mkondo wa mto Morogoro. Hii mito inajumuika yote na ingia mto Ruvu. Kwa zoezi hili kwa eneo hili la Mafisa tunategemea kusafisha urefu wa kilomita 1 na kina tutaenda mita 2. Upana tunategemea kwenda mita 3 mpaka mita 4. Na kwa sababu ni udongo, tunategemea baada ya zoezi hili kukamilika tutashirikiana na wananchi kupanda magugu ambayo yataimarisha lile tuta ili mvua zitakaponyesha basi ili tuta ambalo limetengenezwa lisiweze kuondoka kwa haraka. Mto ukijaa mchanga, kina kile cha kuhifadhi maji kinapungua, na wakati wa masika maji haya yanakosa mwelekeo na yanaingia kwenye makazi ya watu na yanaathiri nyumba pamoja na mali. Wakati mwingine zinaweka hatari pia maisha ya wananchi. Na kwa tija hiyo napenda nitoe nafasi hii kuishukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka jitihada, kwa sababu ilifahamika kwamba changamoto ipo na alitenga fedha kwa ajili ya ununuaji wa mitambo, na ni kweli mtambo umefika na sasa programu ya usafishaji wa mito iliyojaa mchanga unaendelea.